kiu ya Mungu. Haukuumbwa uwe mkia. Haukuumbwa uwe mtu asiyeeleweka. No. Umeumbwa ili uwe mshauri kwa watu wa dunia. Jipigie makofi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Kutoka 12 katika maombi yale yaliyopita, hii mistari tuliisoma sana na tulizungumzia. Ninataka tuirudie ili nipate kuleta kile ambacho natamani kukileta kwako. Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Mwalimu soma. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, ukawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadi ya hesabu ya watu, kwa kadi ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mme wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nani mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Mpaka hapo wanatosha. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusikilizane kwa makini. Nguvu iliyomo katika damu ya Yesu. Sasa hapa tunazungumzia habari za kondoo wa kawaida, si ndio? Na haya ni maneno ambayo yako katika unabii unaotabiri kazi ya damu ya mwanakondoo halisi ambaye ni Yesu Kristo. Wana wa Israeli walinunuliwa, walichukuliwa, wakapelekwa utumwani, wakauzwa. Sasa siku ya kukombolewa kwao ilihitajika damu. Amen. Siku ya kukombolewa kwao ilihitajika damu. Sasa Mungu anaelekeza kwa njia ya Musa. Anasema kila familia ilikuwa inahitaji kondoo mmoja. Ikitokea familia hiyo
ina watu wachache ambao hawawezi kumaliza yule kondoo. Walitakiwa watafute familia nyingine yenye watu wachache, waungane, wahakikishe wanashiba, na pia wahakikishe hawasazi. Na mwanakondoo aliyekuwa natakiwa ni mwanakondoo ambaye hana ugonjwa. Manake mwanakondoo ambaye ni pure, mzima kabisa, amenona. Na huyo mwanakondoo anapochinjwa, sehemu ya damu yake ilitakiwa kuwekwa kwenye bakuli na ikapakwa kwenye mlango, kwenye miimo miwili na kwenye kizingiti. Na Mungu anasema hiyo damu itakuwa ni ishara. Nilizungumzia sana kwenye maombi yale yaliyopita. Ile damu itakuwa ishara. Ishara ni alama. Sasa alama inamwelekeza mtu pa kwenda na inamzuia mtu asiende mahali ambapo hakustahili kwenda. Alama inafanya mambo mawili, si ndio? Bwana asifiwe sana. Inamwelekeza mtu aende mahali anapostahili na inamzuia mtu asiende mahali ambapo hawastahili. Na ndio maana Mungu anasema hiyo itakuwa ishara. Kwa atakapokuja malaika wa uharibifu, akiona damu atapita juu ya nyumba. Kwa hiyo kila aliye ndani ya ile nyumba atasalimika. Atakayekutwa nje ya ile nyumba, hata kama ni Mwebrania, atashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wahubiri tunapiga kelele. Kuingia kanisani hakukufanyi uwe mtu wa Mungu. Hakukufanyi mapepo yasikuvamie kuingia huko kanisani. Kuna kufanya ulindwe na nguvu za Mungu unapokuwa na damu ya Yesu Kristo. Unapokuwa umeokoka, unapokuwa umefutiwa dhambi, ndipo unaitwa mtoto halisi wa Mungu na una haki zote za kulindwa. Una haki zote za kupokea baraka. Una haki zote za kupokea sauti kutoka juu, sauti ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ile damu ilipopakwa kwenye mimo ilifanya kazi mbili: kuokoa Israeli, lakini pia ile damu ilifanya kazi ya kuua maadui. Amesema nitakapokuja kuharibu, nitaharibu kila mzaliwa wa kwanza, awe mnyama, awe binadamu, awe ndege, ni lazima afe. Lakini pia anamalizia anasema nitaiharibu na miungu yote ya Wamisri. Nataka nikupe habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe habari njema, na hii ndio kanuni ya Mungu. Hata kama ungesema mhubiri leo mchungaji leo amehubiri injili ya kikatili, hiyo sio ya kikatili, ni neno la Mungu na ni kanuni ya Mungu. Damu ya Yesu inapokuja kukuokoa dhidi ya maadui zako, inahakikisha inawapiga, inawaua, inawateketeza. Oh my God. Kama unafikiri naogopa kuhubiri injili hii, siogopi, kwa sababu tumechoka kuteswa na maadui. Damu inapokuja, lazima mzaliwa wa kwanza, awe binadamu, awe mnyama, awe miungu, mapepo, lazima yaharibiwe, alafu wewe uwepo salama. Amen. Pigia Yesu makofi na pigia Yesu. Ilikuwa ni lazima wazaliwa wa kwanza wafe. Na unajua mzaliwa wa kwanza ndio lango. Ndio lango. Yaani hata kama ni familia ya wapagani, ukitafuta nyumba za wachawi, wakitaka kumrithisha mtu uchawi, wanamtafuta festival. Kweli si kweli?
Kweli kusikweli? Kama festival mwenyewe alishajifanya jiweka katika mazingira ambavyo ndivyo sivyo, anatafuta wa pili. Amen. Amen. Kwa hiyo kama wazaliwa wa kwanza wasingekufa wa Misri, manake wazaliwa wa kwanza wote wa Kiyahudi, wa Kiebrania walitakiwa wafe. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tembea katika maisha yako ukisema kwamba kwa sababu nina damu ya Yesu, nina mbadala wangu wa kufa. Naomba nikuulize swali. Hivi unajua kwa nini watu wanaoshiriki mambo ya kishirikina hawafanyi haraka? Ulishawahi kujiuliza? Hivi kwa nini hawafanyi? Unakuta mpaka amepinda lakini bado analoga. Yaani mpaka anatembelea anakuambia yule mzee, we usicheze naye. Unajua kwa nini wanakufa? Huwa wana mbadala. Roho ya mauti inapokuja imchukue, anatoa kafara. Kwa anapolipa ile sadaka, unakuta anapitia mtu mwingine. Sasa na mimi nataka nikwambie, kwa sababu na damu ya Yesu, kuna mbadala wako atakufa kabla yako. Kuna mbadala wako. Lazima mbadala wako aondoke ili wewe maisha yako yaendelee. Maisha yako yasonge mbele. Lazima uwe na mbadala. Wewe huwezi kuwa mbadala wa mtu ufe badala ya mtu mwingine. Hapana, yuko mmoja aliyekufa badala yako. Kuna miaka ambayo Mungu amekuahidia utaishi, lazima uishi. Alikufa mbadala, alimwaga damu mbadala, na wewe huwezi kuwa mbadala wa mtu. Utalindwa na damu ya Yesu mpaka wakati wako wa maisha yanapokuwa yamefikia. Sema amen. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Amen. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Amen. Roho ya mauti kija juu ya mchawi, anatupa uchawi kwa mtu mwingine. Akifa, yeye anapata strongness ya kuishi. Sasa kwa sababu tumepakwa damu ya Yesu katika Pasaka hii, tegemea kuna mtu mbadala wako anakufa. Tegemea kuna pepo anakufa. Tegemea kuna shetani aliyepangwa kuharibu uchumi wako, kuharibu ndoa yako, anakufa katika jina la Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu, tunapaka damu ya Yesu katika miimo ya milango yetu. Macho yetu yanapakwa damu ya Yesu, midomo yetu inapakwa damu ya Yesu, nyuso zetu zinapakwa damu ya Yesu. Na atakapokuja mharibifu atapita juu yetu, na Wamisri wote wataharibiwa. Amen. Amen. Ujue sisi tumeumbwa na Mungu na tumenunuliwa na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo, na tunalindwa na nguvu ya Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tumpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Jina la Bwana litukuzwe. Kesho ni Ijumaa Kuu. Tutakuwa hapa saa 4. Amen. Tutakuwa hapa saa 4. Tuogelee katika baraka za Bwana. Na nitakuwa na mahubiri mafupi. Nitakuwa na maombezi ya muda mrefu. Bwana asifiwe. Amen. Tutakuwa na maombi, tutakuwa na mahubiri mafupi. Nitakuwa na maombi marefu ya kukuandaa kufufua baraka zako Jumapili. Ijumaa Yesu anakufa, damu inamwagika kule kuzimu, shetani anapata kipigo. Jumapili alfajiri Yesu anafufuka, anakuwa hai, anakuwa mzima. Na wewe vitu vyako vilivyokufa kesho tunavizika katika jina la Yesu. Tunakuandaa kwa ajili ya Jumamosi. Na Jumamosi hatuji kwenye semina. Tutakuwa tunashangilia vitu vyetu vyote vinavyoharibu uzima wetu vinaharibiwa huko kuzimu. Alafu Jumapili tunakuja kumshangilia Bwana amefufuka, na vitu vyetu vimefufuka, lazima vifufuke katika jina la Bwana. Kafufuka, kafufuka, ni uhai milele yote. Nisaidie. Kafufuka, Yesu kafufuka, hafufinda
Amen, 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 amen. Hakikisheni mnaufanyia mazoezi huo wimbo katika jina la Bwana. Amen. Kafufuka, Yesu kafufuka. Milele yote. Na maisha yetu yatakuwa hai milele yote katika jina la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biashara yako ifufuke. Amen. Maisha yako ya kiroho yafufuke. Amen. Ufukara wako ufe. Amen. Kuna uwepo wa Bwana unatembea katikati yetu. Amen. 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 Tunaitegemea damu ya Yesu iliyomwagika miaka 2000 iliyopita na bado inanena mema mpaka sasa, na itaendelea kunena mema milele na milele, kwa sababu ilinena mema tangu asili, ilikuwa inajulikana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Simama juu, shika mikono yako miwili kwenye kifua. Shika mikono yako miwili kwenye kifua. Sema, Bwana Yesu, ninashangilia sikukuu hii ya Pasaka. Sikukuu hii ya Pasaka. Sishangilii kufa kwako. Sishangilii kufa kwako. Ninashangilia ufufuo. Ninashangilia ufufuo ambao umeandaliwa katika sikukuu hii. Katika sikukuu hii ya Pasaka. Ya Pasaka. Bwana, kumbe damu yako ina thamani kumno. Ina thamani kumno. Ina uwezo wa ajabu. Ina uwezo wa ajabu. Kumbe damu yako ambayo ninaipokea katika majira haya ya Pasaka. Ina uwezo wa kuwachinja. Maadui zangu wanakuwa mbadala wa kifo changu. Katika jina la Yesu. Na damu yako Yesu inasamehe makosa. Inatakasa dhambi. Katika msimu huu wa Pasaka. Naomba unioshe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Kwa damu ya Yesu. Safisha viungo vyangu vya mwili. Safisha roho yangu. Safisha na nafsi yangu. Kwa kupigwa